Naam, karibu tena mtazamaji, asante sana kuzidi kufuatilia TV47 habari. Na sasa tumeingia katika sehemu yetu ya mjadala. Nilivyokuarifu awali ni kwamba tutakuwa tukiangazia siasa za wikendi, yale ambayo yalitukia, vile vile tukipiga darubini ambayo tunatarajia katika wiki hii, na vile vile tukiangazia kivumbi cha mwaka 2027 ambapo tunatarajia kufanya uchaguzi mkuu, na ni swala ambalo bila shaka limezua tumbo joto miongoni mwa vyama vya kisiasa, miongoni mwa viongozi wa kisiasa na hali kadhalika miongoni mwa wananchi. Nitakuwa nikizungumza kwa njia ya simu na wakili na ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, Riziki Danstan, ambaye atakuwa akitusaidia katika kuelewa masuala mazima. Lakini pia mtazamaji nyumbani unapata nafasi kuchangia kwenye kipindi kupitia mitandao yetu ya kijamii, ambapo tuko live Facebook TV47 Kenya, na pale kwenye mtandao wa YouTube pia tuko live. Unapata pia nafasi kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya WhatsApp, na hali kadhalika kutupigia simu hapa studioni. Nitakuwa ninazungumza naye Riziki Danstan, wakili. Iwapo unanipata habari za sasa? Njema dadangu, habari za sasa pia wewe ulipo? Niko mzima kabisa. Tunapiga darubini siasa za wikendi, na tumemwona seneta wa Nairobi Edwin Sifuna akipata uungwaji mkono hususan katika eneo hilo la magharibi, swala ambalo limeangaziwa na wadadisi wa masuala ya kisiasa kama hatua muhimu sana katika uchaguzi wa mwaka 2027. Sijui mtazamo wako ni upi? Jambo la kwanza, umaarufu wake Edwin Sifuna umeweza kukua kwa kasi sana ukilinganisha na wale viongozi wengine ambao wamekuwa katika hapo awali katika sehemu yetu ya magharibi, na ni jambo linafurahisha sana, hasa viongozi vya wanasiasa ambao ni chipukizi. Lakini la maana mno ni kwamba uongozi wake umeweza kupita mipaka ya ile jamii ya Wabukusu, na imeenda katika mipaka yote ya mkoa wa magharibi. Na uongozi wake ama uungwaji mkono wa Edwin Sifuna na wale viongozi walinda mwananchi waweza tu linganishwa na ule uongozi wa aliyekuwa makamu wa rais kijana Wamalwa. Na iwapo tutaweza kuwa na ule msukumo na kuendelea katika umaarufu wake huo hasa katika mkoa wa magharibi, basi vyama vile vilikuwa awali kama vyama vya ODM na vyama vya Ford Kenya havitakuwa na umaarufu wowote. Kwa hivyo ukiangalia msukumo huo na msukumo wote wa siasa ile, iwapo utaendelea vivyo hivyo na ile kasi hadi mwaka wa 2027, basi chama kile ambacho bwana Sifuna atakuwa nacho kina uwezo wa kutua vio vingi ama viti vingi vya kisiasa, jambo ambalo litasaidia sana katika umaarufu wake hasa kwa kitaifa. Hapa awali nakumbuka kwamba kulikuwa na ile tathmini ya Infotrack na TIFA ambao ilimweka kwamba yeye ni kiongozi aliyekuwa na umaarufu wa pili baada ya Rais Ruto, na iwapo jambo hilo litaendelea, umaarufu huo utaendelea kukua kitaifa, basi kutakuwa na uwezekano kwamba atakuwa katika ile meza ya kitaifa, meza ambayo pengine atakuwa rais ama atakuwa naibu wake rais, na itaweza kupatia jamii ya Waluya ama jamii ya mkoa wa magharibi ambao ina kura riboribo uweze kuwa na uwezo wa kuweza kujadili ama kuweza kunegotiate vile vyeo ama nyadhifa za kisiasa. Na jambo ambalo linaweza kuwapiku wale viongozi ambao walikuwa katika sehemu ile, hasa kama Wetangula na Mudavadi, ambao kwa saa hizi unajua Mudavadi alivujilia mbali chama chake, na vile vile pia hana azma ya urais mwaka wa 2027. Basi ukiangalia kwa hao watatu, utapata kwamba kama Sifuna atadhihirisha kwamba na umaarufu zaidi, basi tutakuwa na uwezo wa kuweza kumsukuma ama ataweza kuwa katika ile meza ya kitaifa, waweze kujadili ama kugawana yale rasilimali ama vyeo vya kitaifa. Na pengine jambo kubwa la maana sana ni kwamba ule umaarufu wake ama mchuto mzima wa siasa zake lazima sasa uegemee katika kile kitu anaita chama, kwa sababu lile kundi la linda mwananchi si chama bali tu ni vuguvugu. So ukiangalia kwa saa hizi ni lazima wao watie bidii kama viongozi walinda wananchi
watengeneze chama ambacho kitakuwa na umaarufu na chama ambacho kitakuwa na uwezo wa kuweza kuweka viongozi hawa wote kwa pamoja. Naam. Wakuwe kitu kimoja. Na alitaja mwenyewe seneta huyo wa Nairobi wakati wa ziara yake huko magharibi kwamba wana nia ya kuunda chama kingine kando na chama cha ODM. Sijui kwa udadisi wako kuondokea chama cha ODM iwapo ni hatua nzuri kisiasa? Kuondokea chama cha ODM ni hatua nzuri kwake kisiasa, hasa si tu kwake kama Edwin Sifuna, bali jamii nzima ya mkoa wa Magharibi, kwa maana ukiangalia katika ile uongozi wa chama cha ODM hawakuwa na sauti. Na unapata kwamba kuna wale vigogo wa zamani ama yule ambaye ni kinara wa chama cha ODM kwa saizi, wao azma yao ni mwaka 2032. Lakini Sifuna iwapo atakuwa na azma ya mwaka 2027, lazima wakuwe na chombo chao. Kama chama ni chombo, basi wao kuwa na chama kuna harakisha ama kuna nufaisha sana jamii yao, na kuna nufaisha sana azma yao kama viongozi chipukizi ambao ni mbuji ambao wamejitokeza katika siasa zetu. Wakingoja kwamba wataweza kushirikiana, kuna mtafaruku mkubwa wa azma zao na ndoto yao kwa jamii, kwa sababu naona wale viongozi wa ODM waliopo sasa hivi wao wameegemea hasa mrengo wa rais ama yale masuala ya rais. Ukiangalia ile utekezaji wa zile vipengele 10 vya ODM na UDA, imekuwa kizungumkuti upande wa chama cha ODM, na jambo lile ndiyo msingi wa Sifuna na viongozi wengine chipukizi kuanzisha mwegemeo tofauti na mrengo tofauti, hasa katika chama cha ODM ambao imesababisha wao kutengeneza mvuguvugu nzima ya Linda Mwananchi. Kwa hivyo mtafaruku wao ama kizungumkuti kikubwa kwao ni tofauti ya fikra, tofauti ya taswira zao, hasa katika muungano mzima wa utendakazi wao na serikali ya Rais Ruto. Na tofauti hizo kwangu mie haziwezi tatuliwa. Ndio kwa sababu msingi wao mkubwa wa kuwa na chama ama kuwa na vuguvugu tofauti, ili waweze kuhakikisha kwamba wanaweza kutoa mawazo yao pasi kuwa na ile kushurutishwa na misimamo ya chama ambayo pengine ni misimamo ambayo hawangependelea kwa minajili ya demokrasia ama uwazi wao wa fikra ama zile fikra tunduizi ambazo walikuwa nazo kwa serikali. Fikra tunduizi ni ile hali ya criticism, ile kuweza kukosoa serikali kwa masuala kadhaa. Naam, asante sana kwa kauli hiyo Riziki, na unasema vizuri kwamba ni wazo zuri kwa Sifuna, kwa Babu Owino na wengineo ambao wako katika vuguvugu hilo la Linda Mwananchi kuunda chombo chao tofauti na chama cha ODM. Lakini je, wanaweza kweli kuwaunganisha wanamulembe bila vigogo kama vile Oparanya, Musalia na Wetangula? Inawezekana? Kuna uwezekano mkubwa, hasa viongozi chipukizi kuja kwa pamoja kwa minajili ya fikra tofauti na wale viongozi wengine, kwa sababu kuna masuala ambayo hawajaweza kuyatimiza. Naam. Na wao pia kushirikiana na serikali ya Rais Ruto wana vikwazo vingi hasa vya kisiasa. Kwa maana unakumbuka pale mwanzoni rais aliweza kuagiza kwamba sehemu ya magharibi ama sehemu fulani ya mkoa ya taifa letu litaweza kupata 30% za nafasi za kazi, nafasi za waajiri. Unakumbuka hapo mbeleni kwamba kumekuwa na tashwishi ama kumekuwa na ile hali ya sitofahamu kwamba zile nafasi 30% ambazo walikuwa maagizo wananchi wa mkoa wa magharibi, basi nafasi ambazo zilipewa tu familia fulani. Na kupewa familia fulani hiyo inaonyesha kwamba wale viongozi vigogo waliopo ama viongozi waliobobea waliopo walikuwa wanajinufaisha tu wao wenyewe, lakini hawanufaishi jamii yote kwa ujumla. Tukiangalia hivyo, basi iwapo kiongozi atatokea kiongozi ambaye atakuwa na wazo kwamba tunaweza leta viongozi pamoja ama jamii ya mkoa wa magharibi pamoja,
na waweze kwenda katika ile meza ya kitaifa ambayo manufaa yao itakuwa kunufaisha jamii yote kwa ujumla, basi litakuwa jambo la maana. Jambo la pili, viwanda vyetu vya mkoa wa Magharibi, kiwanda cha Mumias kilikufa, kiwanda cha Nzoia kilikufa, kiwanda cha Panepepa kilikufa. So misingi yetu ile ya uchumi, basi sehemu ya Magharibi misingi ya uchumi mingi imekufa. Na viongozi waliopo hawajakuwa na njia mwafaka ya kuweza kutatua ama kuweza kuleta kutatua fumbo la viwanda, fumbo la ajira, fumbo la utendakazi wa taifa katika sehemu ile. Basi utapata wale viongozi wana ubaya. Jamii nzima inadhania ama inataswira kwamba viongozi waliopo hawatimizi matakwa yao kama viongozi, bali wameacha kwamba kuna vacuum ile, kuna upenyo fulani wa kisiasa ama wa uongozi ambao lazima uweze kutatuliwa. Na iwapo unaweza kutatua kizungu kama uongozi wa Sifuna na viongozi wengine chipukizi, utaweza kutatua masuala yote ya uongozi ya shida ambazo sehemu ya Magharibi inakumbana nayo. Basi wale jamii ya Mlembe ama jamii ya mkoa wa Magharibi itaweza kuwakumbatia kama viongozi mbadala. Na iwapo watakuwa na ile nguvu kwamba tutatoa suluhisho kwa zile shida ambazo zinakabili mkoa wa Magharibi, basi tutakuwa na uwezo wa kuwa na chama kimoja ama kuwa na mrengo mmoja ambao utaweza kuwa na mrengo mbadala na ule wa serikali. Naam, asante sana wakili kwa kauli hiyo. Mtazamaji, ni kukumbushe kwamba tunaangazia kivumbi cha mwaka 2027 tukipiga darubini siasa za wikendi, ambapo vuguvugu la Linda Mwananchi lilifika magharibi ya Kenya na kupata uungwaji mkono ambao kidogo umetikisa wafuasi wa serikali tawala ya UDA. Hali kadhalika tukiangazia siasa za Mlima Kenya, ambapo Rigathi Gachagua ambaye ni kinara wa chama cha DCP ameonekana akikosoa serikali vikali. Tumekuwa tukizungumza naye Riziki Dunstan ambaye ni wakili, vilevile ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, na ameungana nasi studioni Anthony Isamba Buluma ambaye ni katibu mkuu People's Renaissance Movement PRM. Karibu sana Anthony studioni. Asante sana. Shukrani kwa kuungana nasi. Umepata tayari tumeanza mjadala na tunaangazia kivumbi cha mwaka 2027 tayari, ni kana kwamba kampeni zimeanza, na ningetaka kusikia mtazamo wako kuhusiana na ziara hii ya Edwin Sifuna miongoni mwa viongozi wengine akiwemo Babu Owino huko magharibi wikendi hii, na umuhimu wake kisiasa na kiuchumi. Kwanza asante sana kwa kunikaribisha katika studio ya TV47. Na niseme ya kwamba kila jambo kinachotendeka kiko na historia. Naam. Historia ya hii vuguvugu la Linda Mwananchi utaihusisha kwa ukaribu na ile protest ya Gen Z ya 2024. Okay. Because vijana walienda kwa street na wakatoa matakwa fulani. Jinsi wangependa nchi yao iendeshwe. Mambo ikafanyika, viongozi wakakutana, wakafanya handshakes, wakatengeneza mikakati yao pasipo na vijana. So kukakuwa na vikundi tofauti, kukakuwa na hii mrengo ambao ni ya UDA ambayo inaongezwa na Rais Ruto. Alafu kukakuwa na mrengo wa United Opposition ambayo iko na viongozi tofauti tofauti. Lakini mood ya nchi bado haikuwa imekubali, kwa sababu wale Gen Z walikuwa wanajaribu kukomboa Kenya kutokana na mpangilio wa ukabila. Ndiposa sasa Sifuna na wenzake kupitia kiongozi wa hii chama yetu ambaye ni rafiki wa chama yetu ambaye anaitwa Caleb Amisi, wakakutana kama wabunge vijana na wakaanza mazungumzo ya ni jinsi tunaweza kutengeneza a third force katika hizi mirengo ambazo zimetengenezwa. Naam. Na ndiposa wakaanza Linda Mwananchi. Kidogo kidogo wakaanza mikutano ya kwanza pale Kitengela. Na to their surprise, Wakenya wenyewe wakajitokeza pasipo na kupewa kitu kidogo. Because siasa yetu imekuwa inaelekezwa kupitia lazima handouts.
Lakini hao walienda wakaambia wakazi wa Kitengela tunakuja huko kwenu, na wakazi wenyewe wakatoka kuonyesha support. Hiyo ilikuwa ujumbe wa Kenya walianza kupitisha, kuambia mkienda na mwelekeo fulani wa Kenya wengi watakuwa na nyinyi. Na ndiposa sasa wamezunguka sehemu tofauti tofauti za nchi, na umeona umati halaiki ya watu ikijitokeza kuonyesha support. Sasa Western, Trans Nzoia na Bungoma sasa ilikuwa kama kilele cha hiyo kuzunguka, kwa sababu katika zile harakati zao Sifuna kidogo alipata umaarufu zaidi, na Wakenya haswa wale wachanga wakaanza kumwona ni kama anaweza kuwa rais bora. Na ndiposa watu wakaanza kumsupport, but hakukuwa ametembea nyumbani kwao Western vizuri. Sasa wakati alitangaza, mimi nikiwa mkaaji wa kutoka magharibi, kuna kuanga na ile ni kama mila si mila yenye wakati unataka kujitoa huko nje unaanzia nyumbani kwanza, unapata baraka. So ile kitu alikuwa anafanya ni kwenda kujaribu kupata ile baraka ya kutoka nyumbani. Na wa Kenya aswa kutoka magharibi wakamkubali na wakasema huyu ni mtoto wetu ambaye Kenya nzima inamuimba. Sasa sisi lazima tujitokeze tuonyeshe pia nyumbani tunamtambua. Ndiposa unapata wa Kenya wengi kutoka hizo sehemu, kwa sababu Trans Nzoia iko na Wakalenjin, Wasabaot, iko na Waluya, iko na Wajaluo, iko na makabila tofauti tofauti. Bungoma vile vile. So ni Wakenya, halaiki ya Wakenya wamejitokeza kuonyesha support yao kwa Sifuna. Na iwapo Samba unasema kwamba alikuwa anafika nyumbani kwanza kupata baraka, na ndio maana tukashuhudia umati mkubwa wa watu, halaiki ya watu ikifika kumlaki na kuonyesha kwamba amepata uungwaji mkono. Iwapo Sifuna leo ataelekea mlimani au katika sehemu nyingine hapa nchini ambayo si magharibi, tunatarajia kuona ufuasi wa hali hiyo? Hiyo inaweza kuwa kizungumkuti kidogo, kwa sababu on one part kisiasa lazima uhusishe watu wengine. Hawezi pia tembea peke yako. Utakaa ni kama mtu mwenye hana ushawishi. Lakini vile vile ni lazima tuelewe kuna ujumbe wa Kenya wanapitisha wakisema sisi ndio Sifuna. Hawamaanishi ati mimi naitwa Sifuna. Wanamaanisha zile msimamo Sifuna amesimamia tangia wakati alisimama na Gen Z pale bunge mpaka wakati huu. Hizo ndo misimamo wa Kenya wanataka kwa uongozi. Kwa hivyo kidogo lazima anatembea on a tightrope. Either atembee na hii support yenye imemleta kwenye stage, national stage. Kumbuka Sifuna ni only first term senator. Amekuwa umaarufu wake kidogo kwa umbali ulikuwa kwa sababu alikuwa Secretary General wa ODM. Kwa hivyo umaarufu yenye amepata ya saa hii si ya kawaida kisiasa. Na wanasiasa wengi maisha yao yote wanatamani kupata umaarufu kama hii kwa muda mchache kama yenye Sifuna amekuwa nayo. Kwa hivyo kulingana na maoni yangu na vile ninaangalia hali ya anga katika siasa ya saa hii, Sifuna ingelikuwa bora aendelee tu kwanza kama brand ya sisi ndio Sifuna, ili aelekeze wananchi mahali wanataka kwenda. Akianza kujirudisha tena kidogo kwa hii siasa ya ukabila, ati lazima ushirikiane na kiongozi fulani specifically kwa sababu ya msingi ya ukabila, anaweza kwa umbali poteza hii sisi ndio Sifuna. Kwa hivyo una maana kwamba anaweza kuvuna pakubwa iwapo hata ungana na Wetangula, hata ungana na Musalia? Mimi sifikiria anahitaji hao wote kwa sasa, because ameingia Western, Trans Nzoia, Bungoma, Busia bila hao. Na umeona vile wananchi wamempokea. Hata hao wenyewe mahali wamekaa, sidhani wameshahudhuria idadi ama halaiki ama umati ya watu kama vile yenye Sifuna amehudhuria hii weekend yenye imepita. The only other person labda kwa historia ni the late former Prime Minister Raila Odinga, ndiye alikuwa anavuta umati kama huo. Lakini ukiangalia wananchi wenyewe, wewe umeona wapi in Kenya wananchi wenyewe wanachukua vikapu wanasema ikeni hapa hiyo shilingi 10 yenye ningekula nao mandazi ni support equals. Haujaona kama hiyo. So hahitaji hao wengine kwa sasa. Yeye atuelekeze Gen Zs, wa mama wa Kenya tofauti tofauti wamemkubali. Akianza kujirudisha tena akae ni kama anauoga, analegea, anarudi kwa ukabila nini, hapo kidogo anaweza poteza hiyo umati yenye yako nayo. Kumbuka hawa watu
kumekuwa na njaa ya uongozi hapa Kenya. Wakenya wenyewe ndio waliita Matiang'i atoke wapi? Kule ng'ambo. Na yeye akakuja, makosa yenye ya kwanza alifanya, alienda kaanza concentration yake Kisii. Wakajitoa kwake. Wakenya wale wakaita Maraga kidogo kidogo akalegea, sasa anakaa ni kama hana watu. Sifuna hakuanzia mikakati yake Western, alianzia huku Kitengela. Unaona? Kwa hivyo akajiposition si kama tribal kingpin but kama kiongozi wa taifa. Na hiyo ndio imemfanya Wakenya wengi wakampenda. Sasa ile kitu yenye wengi wetu tunajaribu kutazama na ama kujiuliza ni baada ya hii movement wanaenda wapi next? Kwa sababu unajua movement inatakiwa isapotiwe na structure. Ndiposa wengine wetu kama hii chama yetu ya PM Party tumeitengeneza haswa kupatia hawa Wakenya wenye wanatafuta nyumba mpya ya kisiasa nafasi ya kujihusisha na siasa pasipo na ukabila na hii siasa yenye tumekuwa tukiona. Ona Olkalau ilikuwa funzo kwetu. Ilikuwa inapitisha ujumbe kwa viongozi ya kwamba tumechoka na ulaghai. Wakenya wanasema wamechoka na kubebwa ujinga. Wanataka sasa nyumba ama gari ambazo zinaelewa mashida ama maslaha ya Wakenya. Tukiongea kuhusu eneo la magharibi. Magharibi ni eneo ambayo iko na idadi ya watu wengi sana ukiangalia census wise. But ukiangalia kimaendeleo imeachwa nyuma sana. Ndiposa unaona pia hata kujitokeza kwao pia ni ujumbe kwa some of those viongozi wenye unasema. Wanasema yes, tumekuwa na vice president, tumesaidika aje. Tumekuwa na speaker, tumesaidika aje. Most of the time unapata ni hawa tu viongozi wachache ndio wanasaidika. Ndiposa uliona hata vitu zingine kama wakichukua nyumba ya Sifuna yenye amejenga, wanasema wananchi wanasema huyu ndio tunataka. Huyu mwenye tunaweza muona akiwa hana akae ni kama mtu mwenye ameibia wananchi. Unaona? Na wanasema wewe enda mpaka mwisho kwa debe, ulimsikia huko Trans Nzoia na Bungoma, wanamwambia enda mpaka mwisho. Usisimame katikati. Naam, asante sana kwa kauli hiyo. Mtazamaji, unazidi kufuatilia TV47 habari ambapo tunazidi kupiga darubini siasa za mwaka 2027, hali kadhalika tukiangazia matukio ya siasa za wikendi na tukipiga darubini yale ambayo tunatarajia katika wiki hii kisiasa. Na ninawashirikisha wageni Riziki Dunstan ambaye ni wakili vilevile ni mtaalamu wa masuala ya uongozi kwa njia ya simu. Na iwapo wakili bado upo kwenye laini, tumemwona kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ambaye pia alikuwa ni naibu rais wa hapo awali Rigathi Gachagua akizidi kumkosoa waziri Geoffrey Ruku kuhusiana na kauli yake ambapo anasema ni kana kwamba anapanda mbegu ya uhasama katika eneo la Mlima Kenya. Sasa kauli yake hii Rigathi Gachagua inaashiria kwa vyovyote vile wasiwasi kuhusu umoja wa Mlima Kenya? Ruku utamshi wake kwamba kuna tofauti kati ya sehemu ya mlima, kwamba kuna mlima wa mashariki na mlima wa magharibi. Ni jambo ambalo linajaribu kutawanisha ama kugawanisha kati ya wale zile kabila tanzu za jamii ya Gema. Na kuashiria kwamba sehemu ya mashariki ni kwamba ni sehemu ya jamii ya Wakikuyu na sehemu ya mashariki basi ni jamii ya Wameru na Waembu, jambo ambalo likiweza kukubaliwa ama kuzingatiwa kwa umakini linapunguza umaarufu wa ile kura za milioni 6 ambazo aliyekuwa naibu wa rais Bwana Rigathi Gachagua huwa anajivunia. Na iwapo taswira ile itaendelea, basi tutakuwa tunapanda zile miche za ukabila zaidi, kwa sababu kwa saizi ukabila wetu umekithiri. Na iwapo kutakuwa na sehemu ya ama kutakuwa na njia mbadala ya kuweza kunufaisha sehemu fulani katika ile jukumu la kuweza kufanya negotiations na kuweza kutofautisha kati ya mlima sehemu ya magharibi ama mashariki, basi tutakuwa tunapanda miche ambayo itakuwa migumu sana kutoa. Na matamshi yale ya Bwana Ruku
pia Waziri Ruku pia aliweza kukashifiwa sana na naibu wa rais bwana Profesa Kindiki, kwa maana matamshi yale yanaleta taharuki kubwa katika sehemu ya mlima. Na matamshi yale ningependa hasa vile vyombo vya dola viweze kuyazingatia, kwa sababu yale matamshi yana uwezo wa kuleta taharuki zaidi, kwa sababu ni kana kwamba waweza kuleta mvutano kati ya zile jamii zinaishi katika sehemu ya mlima. Kwa vile ukiangalia, ukisema kwamba watu wa Meru na wa Embu na wa Mbeere wao ni watu tofauti na wengine, basi ile inanufaisha tu yeye kama waziri, ama katika ile pilika yake ya kuweza kunegotiate na rais ama rais yeyote, lakini hainufaishi taifa kwa ujumla. Lakini pia upande mwingine ukiangalia, leo na jana na nadhani Jumamosi tuliweza kuona yule kigogo wa DCP bwana Rigathi Gachagua pia akielekea sehemu za Meru katika Mbeere na sehemu za Embu na Meru kuweza kuuza chama chake. Kwa hivyo ukiangalia kwa muktadha wa sehemu ya mlima, DCP ama kiongozi Rigathi Gachagua ananufaisha ama ananuia hasa kuweza kuwa kiongozi wa mlima kwa ujumla. Na iwapo anakuwa kiongozi wa mlima kwa ujumla, hata iwapo kama hataweza kusimama kama rais katika kura, atakuwa na uwezo wa kuenda kutetea jamii yake ya mlima katika sehemu zingine na marais wengine. Kwa hivyo umoja wa jamii ya Gema ambao ni wa Kikuyu, wa Embu, wa Mbeere na Meru unanufaisha yule atakayokuwa kiongozi. Na ukiangalia baada ya kura za Olkalau, hatuna tashwishi kwamba kiongozi wa mlima kwa saizi ni kiongozi Rigathi Gachagua, na ile taswira ambayo ameweza kuijenga ama ile hekalu ya fikra ameweza kujenga inampatia nguvu kuweza kwenda katika meza ya kitaifa na kuweza kusema kwamba jamii yao wao kama watu wa mlima wanataka matakwa fulani. Na iwapo itakuwa vile, basi kiongozi Rigathi Gachagua atakuwa na uwezo wa kupata angalau wabunge na magavana. Ukiangalia kama gavana wa Murang'a aliweza kurudi katika chama cha DCP. Ukiangalia magavana wote wa sehemu ya mlima wameweza kuja katika chama cha DCP. Inampatia yeye kama kiongozi wa mlima ile ruhusa ama ile nyadhifa ya kuweza kuongea na viongozi wengine. Jambo la mwisho ni kwamba siasa zetu bado hazijatoka katika zile misingi ya kikabila. Ama ile siasa zetu bado zina chemichemi ama kuna chemichemi za kikabila katika muktadha wetu kama taifa. Kwa hivyo ukiangalia viongozi wakirudi kwa sehemu zao za kitaifa ama sehemu zao za kuzaliwa, kuweza kuweka wale viongozi wao kwa chama kimoja kwa minajili ya kuweza kwenda negotiate na sehemu zingine za kitaifa, inaonyesha tu kama ukabila bado umekithiri katika siasa zetu. Na iwapo ukabila bado upo katika siasa zetu, basi ukitaka kuwa kiongozi yoyote katika taifa letu lazima uwe na misingi fulani ya sehemu ambapo unapotoka. Ndio kwa maana ilikuwa vyema zaidi kwa Sifuna kurudi kule magharibi, kuleta taswira kwamba sehemu mzima ya magharibi ipo pamoja. Ukiangalia maongezi yake na viongozi waliokuwa na Sifuna sehemu ile, walimwambia sasa, toka hapa enda sehemu tofauti za kitaifa, hakikisha kwamba watu katika sehemu zile za kitaifa wanakuheshimu, kwamba watu wako kutoka sehemu ya magharibi wako na wewe. Ukiangalia pia ile ndio taswira ya Rigathi Gachagua, kwamba leo hii iwapo Matiang'i atakuwa ameshika sehemu ya Kisii, iwapo Sifuna ameshika sehemu ya magharibi, iwapo yeye ameshika sehemu ya mlima, basi wana uwezo wa kuja pamoja na kuweza kuongea kwa meza ya kitaifa. Kwa hivyo inaashiria tu kwamba siasa zetu bado zina ukabila. Hatuwezi epuka zile misingi ya kikabila, hatuwezi epuka zile chemichemi za kabila zetu na matakwa ya kabila yetu, kwa sababu taifa letu bado lile national cake yetu bado inakatwa kwa minajili ya kura ambazo uko nazo na ufuasi na umaarufu ambao uko nao.
na iwapo tutaweza kutoa taifa zetu ama siasa zetu katika minajili ya kukata ile keki ya kitaifa kwa minajili ya umaarufu ama kura zetu, basi pengine hapo sio tutaweza kukomboa taifa letu kutoka katika jinamizi la ukabila. Isipokuwa hivyo, basi ni vyema kabisa uende uhakikishe kwamba jamii yako ama jamii yenu yaweza kuja pamoja, ndio uweze kutoka kwa mwelekeo mmoja katika meza ya kitaifa. Naam. Asante sana wakili kwa kauli hiyo na vilevile kwa kuungana nasi, lakini kabla hujaondoka, labda swali moja tu la mwisho kuhusiana na ajenda za kampeni hizi ambazo tumekuwa tukizishuhudia mapema sana, takriban miezi 13 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, na tumekuwa tukiwasikia wapinzani katika kampeni zao mara nyingi wakisema kwamba muhimu zaidi ni kumuondoa rais mamlakani, lakini rais kwa upande wake anagonga sana akisema kwamba upinzani hauna ajenda. Mtazamo wako ni gani? Jambo la kwanza, Rais Ruto amefanya masuala mengi ambayo pengine hajaweza kuyasema kwa uhakika ama kwa undani. Lakini siasa zetu bado hatujakomaa kwa minajili ya kuwa na siasa za sera. Naam. Iwapo unasikia siasa zetu, unasikia tu mtu anasema one term, mwingine anakuambia two term. Ukimuuliza minajili ipi au misingi ipi ya kuwa na ya msimamo ule, hana jambo kubwa la kukuambia. Kwa nini amechukua mwegemeo fulani katika minajili ya msimamo wake. Lakini jambo la muhimu kwa sasa ni kwamba siasa zetu, jambo la deni la kitaifa ni jambo ambalo lazima tulipatie kipaumbele katika siasa zetu, kwa maana deni letu la kitaifa ni jambo ambalo limekuwa kubwa, na iwapo kiongozi yoyote ajitokeza kimasomaso aweze kuangazia deni letu la kitaifa kama sera muhimu, basi sera ambayo lazima tuuze ama tukue nalo ni ile ufumbuzi wa uchumi wetu, kwa sababu sehemu za ajira za kazi, sehemu za kuzalisha chakula, sehemu za maji ya kitaifa, misingi yetu ama sera zetu ni vyema zikuwe katika misingi ya uchumi, uvumbuzi wa uchumi wetu kama taifa. Jambo la pili, sehemu nyingine ni ile deni la kitaifa. Unapoangalia kuna kesi pale kotini ambayo inaangazia masuala ya deni la kitaifa. Jambo la tatu ni ajira. Jambo la nne ni masuala yetu ama jinsi kama taifa tunavyo shirikiana na mataifa jirani, ama ile wanasema foreign policy yetu haijakuwa haiko very clear. Na la mwisho kabisa, iwapo tutakuwa kosoa serikali ya Rais Ruto na sera zake, basi ni vyema zaidi tuseme kwamba jambo kama affordable housing si sera njema, lakini tunatoa sera mbadala. Tusikuwe tu tunakashifu bila kutoa sera mbadala. Na ningependa pengine kusihi kiongozi ambaye ni ibuka, kiongozi Edwin Sifuna, aweze kukaa chini na watu walio na uzoefu fulani wa kutengeneza sera na kanuni mwafaka ambazo zitakuwa kigezo ama kigezo cha kusema kwamba hii ndiyo njia tutayochukua kama economic roadmap. Ya kusema hii kama kwa lugha ya Kimombo ama kule Uingereza, kule Amerika walikuwa wanasema Marshall Plan. Hii ndio Marshall Plan yangu kama kiongozi ambayo naegemea lile mwananchi. Masuala ya sera ya kitaifa, masuala ya uchumi, masuala ya deni la kitaifa, masuala ya ile wanaita ushuru wa kitaifa. Hayo ndio masuala wakati mwingine ukisikiza zile kampeni zao, kama mtu aliye na mwegemeo wa masuala ya sera na kanuni za kitaifa, ningependa sana nikimsikiza niweze kujua tunatoa hii affordable housing, lakini tunaweka sera gani nyingine badala ya ile. Tunakuwa swala la ushuru wetu upo juu, tunafanya nini kuzuia ushuru wetu kukua juu, lakini vile vile tuweze kuwa na uwezo wa kukimu mahitaji yetu ya kitaifa. Iwapo tunasema deni letu ni trilioni 13, basi ni lazima tujukue na uwezo wa kusema hili deni la kitaifa trilioni 13 ni deni la uongo ama ni deni tutakuwa tunalilipa kwa njia fulani. Tutaweza kwenda katika yale mataifa ya ughaibuni kuweza kuomba muda pengine wa kusema tupatie muda wa kulipa madeni haya, kwa sababu ukiangalia bajeti yetu ya trilioni 4 na zile pesa tunazookota kama ushuru ni trilioni 2, inamaanisha bajeti yetu
kwa msingi mkubwa tunafanya bajeti kwa minajili ya deni. Naam. So iwapo tunafanya vile, hatuna uwezo wa kitaifa kukwamua wananchi wetu wengi ambao wako katika ile limbi la umasikini. Naam. Iwapo tunategemea bajeti ya deni. Na mwisho kabisa, ningependa wao wajitokeze, viongozi wetu washirikishe wananchi katika kampeni zao. Na nimependa jinsi Sifuna anashirikisha wananchi katika kampeni zao, hasa sehemu ya kutafuta zile hela za kuweza kuchangisha, kwa sababu siasa si jambo la mwanasiasa tu, bali ni jambo la wananchi wote kwa ujumla. Lakini la maana zaidi ni wawashirikishe wananchi katika kutengeneza sera zao. Iwapo tutafanya vile ama watafanya vile, washirikishe katika kutafuta pesa za kampeni na vile vile kutengeneza sera, kwa sababu wananchi ndio wanajua shida zao na wanajua jinsi watakavyotatua shida zao. Sio jambo tu la kuachia viongozi ama vigogo wa kisiasa. La mwisho kabisa, waweze kuambia wananchi wa Kenya watukufu wachukue kura, kwa sababu kura ndicho tu chombo kitachoweza kutofautisha mbivu na mbichi. Tunaweza piga domo, lakini mbivu na mbichi tutatua wakati wa kura. Naam, asante sana wakili Danstan Riziki, vilevile ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, kwa kuungana nasi kwa njia ya simu. Sasa nirejeshe mjadala hapa studioni tunapomalizia tukiwa naye Anthony Samba ambaye ni katibu mkuu wa People's Renaissance Movement PRM, na imesikika au imesemekana, duru za tuseme ni za kuaminika, kwamba chama hicho kina uhusiano mkubwa na Linda Mwananchi. Labda utufungulie tu kidogo. Ni kweli chama chetu kiko na uhusiano karibu na Linda Mwananchi. In fact, wakati Sifuna alikuwa Trans Nzoia na Bungoma, wanachama wetu ambao ni wengi walijitolea na wakakuwa mojawapo ya wale waliohudhuria mikutano yake yote. Nafikiri katika Linda Mwananchi ni chama, hii ndio chama peke yake yenye ipo. Kwa hivyo tunatarajia kuundwa kwa chombo kingine, au PRM ndicho chombo cha kuelekea mwaka 2027? Kulingana na mimi PM ndio chombo. Kwa sababu kuregister chama saa hizi between now na next election itakuwa changamoto kubwa, kwa sababu kuna zile constitutional timelines ambazo zimewekwa kisheria. Ukijaribu kwanza kuregister chama saa hizi, kuna vile itakusumbua kidogo. Unaweza kosa, actually chama chako kinaweza kosa kuhusika katika ile uchaguzi ujao. Kwa hivyo, lakini PM party so far sisi hata tushahusika kwa by election ya Olkalau. Tulikuwa na kijana Gen Z pale, alikuwa number 4, ingawaje hakuwa na rasilimali na pesa mingi, but tulimshikilia kwa sababu nia yetu, kama vile nilisema, ni kuwapa Wakenya ambao wako na maono tofauti pasipo na ukabila, na hii mikakati ambayo watu wanajaribu kusukumia Sifuna. Na ninaomba sana ndugu yangu Sifuna, ambaye Wakenya wamemwenzi, atoroke kabisa hii kona yenye watu wanamrudisha ya ukabila. Unajua, akisharudi kwa hiyo meza ya ukabila, kuna wale wenye ni wataalamu katika hiyo area. Akirudi tu kwa hiyo box hivi, atapoteza kura mingi sana. Na yet Wakenya wamejitolea, wanajaribu kumsukuma mbele. Na vile vile ningependa kujulisha Wakenya, vile ndugu yangu Danstan amesema, tuchukue kura. Na baada ya kuchukua kura, tuingie chama. Hivyo ndo tunaambia majenzi. Kama chama yetu tunapanga National Delegates Convention on 11th of August pale ASK Showground. Itakuwa kongamano kubwa sana la kimataifa, hata si kitaifa. Na tumewaalika viongozi tofauti ambao wengine hata wako kwa United Opposition, but si wale wenye wanatambulika kwa misingi ya ukabila na vitu kama hizo. Na ile yenye tunasema kwa chama yetu ni Gen Zs, mkitoka kadi muingie chama. Lazima mukue na nyumba ya kisiasa ambayo inabeba ile ideology yenu kama vijana. Alafu mkue pia katika nyumba yenye iko na nafasi yenu, kwa sababu Wakenya wanajaribu kutoroka siasa fulani. Wanajaribu kutoroka siasa ya pesa, siasa ya ukabila, siasa ya utapeli, kwa sababu hiyo ndio siasa wengi wetu tumekuzwa nayo. Ndiposa ilifika mahali Gen Z wakaenda kuingia pale bungeni kusema, nyinyi tuliwapa kazi, lakini badala mtuwakilishe, mnawakilisha wale ambao wanatunyanyasa. Ndio tuweze kuepuka jambo kama hilo. Lazima
tafute gari ambayo si ya mtu binafsi, bali ni gari inahusisha kila mtu. Ndiposa sisi kama PM tukatengeneza hii chama na tukajihusisha kwa ukaribu na hii kikundi cha Linda Mwananchi, ambapo wengi ambao wako pale wana represent kizazi kipya ambacho Wakenya wanaweza kukitumia kubadilisha vile tunaendesha siasa yetu ya Kenya. Lakini kama mimi na wewe, hii umri yetu na kina Dunston, bado tunarudi kwa hii trap yenye, unajua siasa ni narrative. Nikitaka saizi ninaweza advice Sifuna nimwambie, wewe mahali umefika umelock Western. Sasa enda tu tafutane na Rigiji, tuunganishe Waluya na Wakikuyu, tupige kura pasipo na hizi kabila zingine, na bado kura zinaweza tosha. Vile kina Uhuru na Ruto walifanya. Lakini hii ni nafasi ya kipekee ya sisi kubadilisha jinsi tunaendesha siasa yetu kama Wakenya. Tusipotumia hii nafasi na kuashua hakuna nafasi nyingine. Alafu kumbuke hii ndio itakuwa uchaguzi wa kwanza bila the late former Prime Minister Raila Odinga. Kuna watu ambao siasa yao ilikuwa ina revolve around Raila, either unaenda kupiga kura umwangushe ama unapiga kura umshikilie. Na wengi wao ilikuwa kwa sababu ya msingi wa ukabila. Hii age group yetu haifai kuangukia hiyo mtego. Sisi ndio tunafaa tuonyeshe, haswa wale Gen Z ndugu zetu wadogo, mfano bora wa siasa, mfano bora wa uongozi. Sifuna wakati huu anafaa atoke kwa hii kokunza ukabila, aanze kuuza manifesto, kuuza agenda yake, kuambia Wakenya hivi ndio Kenya mpya inaweza kaa, na awaonyeshe vile ameanza hiyo mfano bora. Anawaambia hii shilingi 10 yako nitairudisha kwa sera ambayo itapunguza gharama ya maisha. Unaona? Hiyo ni bora kuliko tumrudishe tumwambie haya basi enda shirikiana na mabilionea. Hiyo ni kazi rahisi. Naam. Asante sana Samba Anthony Buluma ambaye ni katibu mkuu People's Renaissance Movement PRM. Tumekuwa tukizungumza naye kuhusiana na siasa za hapa nchini Kenya, ikizingatiwa kwamba zimesalia miezi michache tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Vilevile tumekuwa naye Riziki Dunstan ambaye ni wakili na vilevile mtaalam wa masuala ya uongozi, akizungumza nasi kupitia njia ya simu. Asante sana kwako mtazamaji kwa kufuatilia kipindi kuanzia mwanzo hadi tamati, na kwa wote ambao wamefanikisha mjadala huu ninasema shukrani za dhati. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Roda Nyamai. Kaheri kwa sasa.